msikilizaji bana, unajua Odin pamoja na Boniface. Ndio. Hii taarifa ni kama imestua. Unajua baada ya taarifa imeanza kama tetesi, lakini ikiwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna barua ambayo imeletwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, likitaka shirikisho la soka la hapa nyumbani Tanzania pamoja na klabu ya Simba kuhamishia maandalizi ya mchezo wa finali mkondo wa pili. Manake kumbuka mkondo wa kwanza unachezwa tarehe 17 ambayo itakuwa ni Jumamosi, bado siku moja tu ambapo ni kesho, Morocco, pale Morocco katika uwanja wa Manispaa ya Bakani, ambapo mechi ndio itaenda kuchezwa pale. Sasa manake maandalizi yalikuwa yakifanyika, ukiangalia klabu ya Simba ilikuwa inazungumzia juu ya mauzo ya jezi, yani ya tiketi zile, unaona wanasema tiketi za VIP zimemalizika, lakini anazungumzia ni uwanja wa Mkapa almaarufu kama Lupasa, ambapo mechi mwanzo ilitakiwa ichezwe hapo. Ndio maana maandalizi yalikuwa yanafanyikia pale. Kwa kibarua kwa mjibu wa taarifa zinasema kwamba barua imewataka wahamishe ule mpango wa maandalizi wahamishie katika uwanja wa Amani. Ikizungumzia kama ni kwenye uwanja wa Amani, tafsiri yake ni kwamba mchezo utachezwa kwenye uwanja wa Amani. Kisha ambiwa maandalizi yako yahamishe kutoka kwenye venue hii hamishia venue nyingine, tafsiri kwamba hiyo venue haitokuwa rasmi kwenye matumizi na venue nyingine ambayo ndio unahamishia matumizi ndio itakuwa rasmi. Kwa hiyo ikawa kama tetesi imestua, lakini klabu ya Simba wao wametoa taarifa kwamba baada ya mchezo wa tarehe 17 taarifa rasmi juu ya mchezo wa mkondo wa pili utachezwa wapi wataitoa. Maana yake kama walikuwa wanauza tiketi kwa kutumia uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwamba ndio watu wanunue wakaujaze uwanja, ghafla wanasema taarifa wataitoa, tafsiri yake ni kwamba zile tetesi ambazo zinazungumzwa huenda ni za kweli, huenda sasa ni za kweli. Sawa huenda ni za kweli, lakini ili kutokupoteza focus, mna mchezo mzito wa mkondo wa kwanza tena ugenini, unatakiwa mentality kuanzia uongozi ufocus kwanza na mchezo kuliko kwanza kufikiria mechi ya mkondo wa pili. Sawa, hicho ndicho ambacho kama Simba wanakitumia sasa hivi. Jamani, tutawapa taarifa baada ya mechi, mtulie kwanza. Na watu tayari wapo na tiketi zao mifukoni. Na watu wako na tiketi. La, ukiondoa jambo hilo, kuna kitu kimoja kikubwa sana cha kuzungumza. Unajua mpira wa Afrika unazo fitina zake nyingi. Lazima uangalie una watu wangapi wana uzito katika mamlaka za uendeshaji wa mpira. Pale CAF makamu wa kwanza wa rais, sawa ndio, anaitwa Fahuz Rekija, yeye ni raia wa Morocco. Anatajwa kwamba hii natuzungumza kama za ndani kwamba huenda akawa amehujumu kwa namna moja ama nyingine. Kwa nini nazungumzwa hivyo? Nitakuja kumfafanua huyu Rakija kwa undani ili wasikilizaji wa kijiweni waweze kumfahamu, na uondo kamili utakuja kuupata kwenye Sport Junction. Baadaye hapa tunaonjesha tu, lakini mambo yote saa moja kule. Ndogo tamu fupi. Siwe ndefu sana. Mambo yakawa mengi unajua Huyu bwana anahusishwa na nini bwana? Kwanza klabu ya RS Berkane tayari taarifa za kiintelijensia za kisports zinazungumza wameshafanya booking kwenye moja kati ya hoteli ya kifahari pale visiwani Zanzibar, na wamefanya booking siku ya jana. Taarifa kwa maana ya barua kupelekwa shirikisho la soka la hapa nyumbani Tanzania TFF, taarifa kwenye klabu ya Simba imepelekwa siku ya leo. Kama shirikisho la nchi husika ambalo litahost mechi ya mkondo wa pili, taarifa linaipata leo. Klabu mwenyeji anapewa taarifa leo. Klabu ambao mshindani wake tayari kaishafanya booking kwenye venue mpya. Ina maana yeye taarifa ana pata wapi? Taarifa wanazo, ila sema wameamua kunyamaza kwanza. Huyo nani aliyewapa hizo taarifa? Ndio tunarudi sasa hapa, tunaanza kuangalia ile panel ya uongozi ambayo iko wapi? Shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Nimekwambia huyu Rekija ambaye ni makamu wa kwanza wa rais wa CAF. Kalili hilo jina vizuri. Saa moja tutapata vitu vingi, vihendo vile, au sio? Huyu bwana amewahi kuwa rais wa klabu ya RS Berkane. Ndio. Sasa hivi cheo chake ni makamu wa kwanza wa rais. Umeelewa? Wa chama wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Cha pili, ndiye mshauri wa mambo ya kifedha wa mfalme wa Morocco. Yaani tunazungumzia mambo yote ya fedha ya Morocco. Yeye ndiye ndio mtu wa mwisho
anauzungumzia mambo ya fedha. Ni mtu mzito kweli. Namzungumzia mtu ambaye amewahi kuwa rais wa shirikisho la soka la pale Morocco, chama cha mpira pale Morocco. Sawa. Na yeye ndiye aliyeleta mapinduzi makubwa kwenye klabu ya RS Berkane. Kwa hiyo ni kama klabu yake mama anayoipenda. Sasa hivi ni makamu wa kwanza wa rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambapo akikaa kwenye vikao yeye pia ni mtu mzito mno mambo ya mpira. Pia ni mjumbe wa FIFA na mjumbe wa kamati ya maandalizi ya kombe la dunia ambayo itashirikisha kati ya Morocco pamoja na Ureno katika kuandaa kombe la dunia, sio? Unamwangalia structure yake. Kwa hiyo unaposikia kwamba figisu za mpira, umeelewa? Kwa nini uwanja wa Benjamin Mkapa? Umeelewa? Ni kwamba labda mimi nilikuwa natamani kujua labda ni kwamba utaratibu wa marekebisho pale uwanjani kwenye uwanja wa Mkapa bado hajakamilika, hajakaa sawa sawa, ndio maana wameamua wapeleke Zanzibar, au imekuwaje? Au pia ni joto kwamba kwa Mkapa atoki mtu na vyeo alivyonavyo huyu ambaye ni mmiliki wa hii klabu ya RS Berkane. Si mmiliki, aliwahi kuwa rais sasa hivi kaondoka. Anaona kwamba kwa Mkapa atoki mtu na yeye anataka kutengeneza standard. Ameshaweka ndumba zao. Labda akapata hofu kwamba nazikana hapa nikajishusha kwa Mkapa nikaoga mvua nyingi zaidi. Unajua kitu kimoja, kama uwanja umefungiwa, sawa, wakati mechi ya Simba na Stellenbosch ambayo ilichezwa, mechi ya mkondo wa kwanza ya nusu finali ilichezwa kule visiwani Zanzibar, na Simba ilishinda kwa bao 1-0, goli la Jean Chalea wa Msia. Serikali ya Tanzania ndio ambayo ilitoa taarifa ya kufungia kwanza ule uwanja, sawa, baada ya kuonekana mechi ya Simba ya robo finali mkondo wa pili dhidi ya Al Masry, sawa, ambayo ilimalizika Simba alishinda goli 2, wakawa aggregate 2-2 baada ya kufungwa mchezo wa kwanza goli 2, wakaenda kwenye mikwaju ya penalty na Simba akafanikiwa. Mvua kubwa iliathiri ile eneo la pitch, kwa serikali ikafungia ili marekebisho yafanyike. Sasa hata kama kuna barua ya CAF labda ilitoka kwa ajili na yenyewe kimya, tunategemea maboresho yamefanyika, na tulimsikia waziri mwenye dhamana akisema maboresho yamefanyika na akahakikishia umma kwamba kuna asilimia kubwa mechi itachezwa pale. Kwa hiyo tulitegemea kama wale wajumbe wa CAF, wale wa ukaguzi wa miundombinu wangekuja kukagua, alafu wangetoa statement kwamba uwanja baada ya ukaguzi umeonekana hauna vigezo, bado haujakidhi yale matakwa, au tunaona uwanja huu tuufungie kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya CHAN ambayo itakuja hivi karibuni. Sawa, ingekuwa hoja ina mashiko. Lakini umeelewa, kuhamisha venue ndani ya kipindi cha muda mfupi na Simba wanafanya maandalizi, maana yake kama Simba walikuwa wanafanya maandalizi, lazima walikuwa wanawasiliana na taasisi kama shirikisho la soka barani Afrika CAF kwamba sisi maandalizi yetu yanaendelea. Nilikuwa naangalia kwenye page kwenye website ya CAF. Mpaka taarifa inatoka uwanja ulikuwa unasoma ni Benjamin William Mkapa ndio utapigwa. Baada ya masaa mawili baada ya ile taarifa, tayari ukiingia kwenye website ya shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, venue imeshabadilika, imekuwa ni Amani Complex Zanzibar. Najaribu kuwaza tu kwa sauti kwamba ile kauli kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, sasa hivi mambo yanakuaje? Unajua inatengeza hofu pia, sababu hata Simba kuanzia wachezaji hata viongozi, wapenzi, wanachama, wakereketwa, wafukutwa, umeelewa, wa klabu ya Simba wameshaweka kwenye kichwa kwamba wanapocheza uwanja kwa Mkapa mechi za kimataifa huwa wanafanya vizuri, na hata records ziko kwa upande wao. Mimi mara chache kuiona Simba ikipoteza kwenye uwanja wa Mkapa, ilifungwa na Raja Casablanca goli 3-0, ilistua sana, umeelewa vizuri, lakini si mara zote unamwona Simba anapoteza. Simba aliwahi kufungwa na wale Jwaneng Galaxy hapo, sio mara zote inatokea, lakini ukiangalia kati ya michezo labda unaweza kupata michezo 30 ukakuta labda kwa michezo miwili tu ndio Simba kapoteza au mitatu, lakini asilimia kubwa Simba huwa anatoa vipigo katika uwanja ule wa Mkapa. Kwa hiyo hata mentality ile kwamba labda Simba wanakwenda away, wanakwenda kushikilia bomba, wanaweza wakafungwa goli moja ama wakatoka suru ama wao wakashinda, yote inawezekana, lakini wanasema kwamba kama wanapoteza away basi wasipoteze kwa margin kubwa, kwa maana ufungwe goli moja au ufungwe goli 2. Ukija kwa Mkapa basi maana ile slogan kwa Mkapa toki mtu, wanaweza wakashinda zaidi ya hizo goli 2, na mara kadhaa imetokea. Nikupe mfano hapa, timu zimekuja, timu kucheza na Simba, timu nyingi nzito, amekuja National Al Ahly, sio timu wepesi, unamzungumzia bingwa wa muda wote
barani Afrika, lakini akijaga kwa Mkapa mara kadhaa amekuwa anatota hapa. Zimekuja timu kabambe zinakuja zinaanguka hapa. Kwa hiyo imekuwa ni eneo la Simba ni kama machinjioni, sehemu yao ya kujidai. Sasa Simba wanakwenda kama mchezo utachezwa kule itakuwa confirmed. Na mimi nimeangalia kwenye website tayari wameshabadilisha, tayari ni 90% paka na 5 mchezo utachezwa wapi? Zanzibar. Simba wameshashinda dhidi ya Stellenbosch. Lakini bado hawakuwa na ile mentality. Ukubwa wa uwanja wa Benjamin Mkapa unachukua mashabiki 60,000. Sawa? Ndio. Maana tunazungumzia crowd ya watu 60,000 wanakwenda kuhanikiza. Sawa? Mashabiki wale wanaanikiza juu ya klabu yao. Uwanja ule wa Amani Complex ni mashabiki 15,000. Sasa chukua kuna tofauti mashabiki karibia wangapi? 45,000. Hao wote wanaondoka. Unakosa nguvu ya mashabiki 45,000. Sawa? Manake hata kisaikolojia lazima uwe chini zaidi. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vinakwenda kuangaliwa. Lakini finali ina mizengo yake, finali za Afrika. Kwa hiyo huenda labda tu wanasema ndumba pale kwa Mkapa tayari vitu vishachimbiwa. Kwa hiyo ngoja mambo yabadilike. Kupanda mbegu. Watu washapanda mbegu. Mimi siamini sana kwenye vitu hivyo unajua mimi mtu wa labda Victor tunazungumza tu maneno ya wanazengo. Labda Victor kwa Simba wana wachezaji. Ndio. Yes, wanao wachezaji. Sio meda vizuri. Na Simba paka inafika hapo ikufika kwa bahati mbaya. Simba ilimtoa Ali Triple ya kina Mabululu. Sawa? Walikuwa na timu ya maana sana. Simba msimu huu amecheza na timu za ukanda wa kaskazini mpaka sasa hivi timu 4. Na anaenda kukutana na nani? Na RS Berkane atakuwa ni timu ya 5 katika kanda ya kaskazini. Vizuri. Kanda ya kaskazini inaitwa UNAF, kanda wa kaskazini. Una nchi 5. Sawa. Nchi hizo ni Misri, Tunisia, Libya, Algeria.